na kumwinua huyu. Maana mkononi mwa Bwana mna kikombe, na mpinyo yake inatoka povu, kimejaa machanganyiko, naye uyamimina, na sila yake wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Bali mimi nitatangaza matendo yako milele, nitamwimbia Mungu wa Yakobo. Pembe zote za wasio haki nitazikata, na pembe za mwenye haki zitainuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kanisani asubuhi kila siku sio moja, na usije ukazani kawaida, usije ukazoea. Unatengeneza kuwa mwenye haki, na anasema pembe za mwenye haki ataziinua. Kwa Mungu atainua maisha yako, Mungu atakubariki, Mungu atakuzidisha. Lakini tambua pia anasema heshima au kuinuliwa au kufanikiwa akutoki mashariki wanapambana watu magharibi, ila Bwana umdhili huyu anaweza kushusha, Bwana anaweza kuinua. Kwa ni bora ukangania kwa Bwana kwa makusudi na wakati wake atakuinua. Anasema nyenyekeni mbele ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili kwa majira yake atakufanya wainua. Kwa atuki bure, atunyenyekezi bure, kuna faida kubwa mbele tunapojitoa na kwenda mbele za Mungu. Kwa sababu hiyo nenda mbele za Bwana kwa moyo wa shukrani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya usiku uliopita na kukabidhi ibada hii mikononi mwako. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya usiku wote uliopita. Tunakushukuru kwa sababu wewe Mungu umejaa heshima, umejaa sifa, umejaa utukufu na umejaa Baba uweza na nguvu zote. Asante kwa ajili ya usiku wote wa jana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya baraka Bwana, ambao tuko katika nyumba yako, tunakutukuza, tunakuabudu, tunakuheshimu. Hakuna Mungu mwingine awezaye kufanya mambo makubwa kama wewe. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao Bwana umekuwa nasi. Asante kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya neema ya uzima na afya njema. Tunakubariki Bwana, tunakutukuza. Rako masekereboshaba. Asante kwa ajili ya jeshi la malaika ambao lijipanga wakati tumelala na hata tumeamka asubuhi Bwana, bado mkono wako uko pamoja nasi, bado utukufu wako uko pamoja nasi, bado rehema zako ziko pamoja nasi katika jina la Yesu. Na ndipo tutaiweka siku ya leo mikononi mwako. Bwana ukaende pamoja nasi, Bwana ukaanze nasi, pia ukamalize nasi katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, tuongoze katika ibada hii katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Haleluya. Kaa nami ni usiku tena. Wimbo namba 103, tutaimba beti ya kwanza na ya pili, alafu tuingie kwenye somo. Tunamshukuru Mungu kwa kibali, tunamshukuru Mungu. Kumwimbia Bwana ni kuzuri, na kumwimbia yeye juu ni kwema sana, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Hivi ingekuwa Mungu wako ni shetani, jamaa mbabaishaji,
muuaji, ungekuwa unakimbilia wapi? Ndio maana unamshangaa mtu ambaye anaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji au kwa mchawi au kwa mshirikina. Pendwa, hakuna urafiki kati ya shetani na mwanadamu. Shetani hajawahi kumpenda mwanadamu na haitakuja kutokea, na anamchukia kwa moyo, yaani sio kukisia, kwa usije ukadhubutu, mwisho wake ni ungamivu. Bora kumtegemea Bwana, yeye ni mwaminifu, na wote wamtegemeao Bwana wana neema nyingi, katika jina la Yesu. Haleluya. Asubuhi leo somo ambalo tutaenda kuliongea kidogo ni gumu, lakini natamani kuelewa vizuri. Linaitwa nguvu kinyume na roho ya maziko. Nguvu kinyume cha roho ya maziko, au kuharibu roho ya maziko. Kuharibu roho ya maziko. Maziko ni nini? Kuna hatua mbili katika imani yetu au katika utaratibu na desturi zetu. Ajaribu kwenye Biblia, watu wanatoka kwenye jeneza. Kwa unatoa mtu anakufa, alafu dakika chache baadaye wanamtia kwenye jeneza. Sio mtu yule sasa, ni mwili wake, kwa sababu mtu mwenyewe ameshaondoka. Na ndio maana tunahangaika sana na mwili. Zamani ilikuwa ni ngumu kwenye Biblia kwa sababu ufahamu wa roho na mwili haukuwepo. Hata Suleiman mwenyewe hakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Isipokuwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu Daudi aliweza kuelezea kwa upana sana. Lakini leo tunafahamu kwamba kumbe kuna roho inaondoka, alafu inabaki ni box ambayo inarudi kwenye udongo. Kwa kazi yake ni kurudisha kwenye udongo. Sasa katika desturi na tamaduni zetu, hakuna sehemu imeandikwa kwenye Biblia unazikaje. Unaanza kutia kwenye jeneza, baadaye unatia kwenye kaburi. Utaratibu wa mila na desturi. Ndio maana mtu mmoja aliongea akasema, mimi nikifa msinitie kwenye jeneza, nisikeni mkavu. Watu kama tukana, lakini ni utamaduni tu, ni taratibu ambao tumejenga desturi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye anasema kwamba utasiko kwa namna gani. Kwa wanadamu wameweka desturi kwamba unachoka kwenye jeneza. Jeneza linakuwa zuri, limepambwa vizuri, lina kitambaa cheupe, unaweka na pamba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye unaingizwa kwenye shimo la kutengwa na wanadamu. Hatukutaki, ila tunakuibia na nyimbo. Kwa hiyo shimo kubwa, alafu tunataka usije ukatoka. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatia na udongo, kibiri tunasilipa kabisa. Usije ukatuletea matatizo mjini. Yesu asifiwe. Tumekusahau katika kumbukumbu la video vitaenda, baadaye video vitaisha, watabaki watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Hiyo ndio maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaposema maziko ya kiroho, ina maana hatua ya kwanza ni kwamba kiroho chako kinapoteza kuwa na Mungu. Unakuwa upo, ndio unakuja kanisani, ni mtu ambaye unasali, uko na watu wa Mungu, lakini mahusiano yako ya ndani na Mungu kwisha. Na muda sio mrefu unashangaa tabia fulani za zamani zinaanza kurudi. Na baadaye Roho Mtakatifu anaondoka. Kwa hiyo tunakuona ni box la jeneza linakuja kanisani, linasali, linashangilia, linaabudu, lakini ndani yako ni mtupu. Hiyo ndio inaitwa kifo cha kiroho. Kwa hiyo unakuwa unaishi lakini umeshakufa siku nyingi mno. Ni muda tu. Na baadaye muda sio mrefu unaanza kuongea lugha ambazo zinakuwa na mashaka na wewe. Wewe unajua Mungu, unajua Yesu sio Mungu. Yesu amefanya hivi. Unaanza kuwa na mashaka. Unajua kuna dini hii, kuna watu wao, na omba nikwambie ujue kiroho kimepotea. Unaanza kutumia akili zako kwa sababu nguvu ya Mungu haipo tena ndani yako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 anasema, na malaika wa kanisa lililoko Sardis andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na ajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Tuna Wakristo wengi wana jina la kuwa hai, lakini roho 7 za Mungu hazipo. Kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari wa 2 kinatuambia zile roho 7. Ukitaka kuona Mkristo ambaye yuko hai, ana roho 7 za Mungu ambaye Kristo anazo. Roho 7 ni hekima, maarifa,
Tunasema kuna hekima, kuna maarifa, kuna roho ya kumcha Bwana, roho ya kumjua Mungu wako, roho ambazo zimekaa katika nyumba ya Mungu, zile 7 ambazo zinaongoza maisha ya wanadamu: roho ya uwezo, roho ya nguvu, roho ya hofu ya Mungu. Ukishaona unakutana na mtu, hebu tusiangalie Isaya 51, Isaya 61 mstari ule wa 3. Naomba nisome katika jina la Yesu. Isaya 11 mstari ule wa 2 anasema, au tuanzie wa kwanza ili tuelewane. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Na huko mwisho anasema, anaongea yeye aliye na roho 7 na nyota 7 za Mungu. Anasema na twali litatoka katika mizizi yake, litazaa matunda. Mstari wa 2, na roho ya Bwana, kwa kuna roho ya Bwana. Ngoja nikwambie, kama uongozi na roho ya Bwana umekula kwako, anasema atakaa juu yake roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Anamalizia, ukiwa na roho hizo, mstari wa 3, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata ukumbwa kuyafuata wanao macho, wala hata yaona kuyafuata yasikiao kwa masikio yake. Hizo ni roho lazima uwe nazo: roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya kumcha Bwana, roho ya shauri, roho ya uweza. Ni lazima uzibebe. Ukiona zimeondoka, una hekima, una ufahamu, una kumcha Bwana, una uweza, unaomba mambo yaende, jua tayari umeanza kufa. Nia ya shetani ni kuondoa zile roho 7 za Mungu, akupandikize roho za uovu. Jua safari imekuwa safari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo kinachotokea, shetani anaanza kukuondolea baraka. Ukiangalia kwa makini, ngoja nikwambie kitu, ndio usome Biblia kwa akili sana. Biblia yaandiki mstari hata mmoja kwa kukosea. Mungu ni mtu mchumi sana. Kila neno aliyoandika lina maana. Anasema yeye ananena yeye aliye na roho 7 za Mungu na nyota 7. Kwa shetani anachoanza kukuondolea, anaondoa nyota, vile vipawa vya Mungu juu ya maisha yako, vinavyokuconnect na watu, vinavyokufanya wewe wa tofauti, anaviua. Alafu akishaviua anaviiba kwa ajili ya kuviuza. Ndio maana mimi madhabahu za kishirikina ni mbaya sana, kwa sababu zinaenda kuiba utu wako, zinaenda kuiba zile asili za Mungu ndani yako. Akishamaliza hizo, nyota imekufa, unabaki kapi. Unaishi tu kwa sababu unaishi, lakini hakuna chochote kilichopo ndani mwako kuhusu future yako. Hamna kitu kibao unakutana na mtu babani ambaye anaishi kwa sababu hajafa. Yaani yeye anaishi kwa sababu hajafanya nini? Hajafa. Anatamani kifo kimchukue kwa sababu hamna maana ya kuishi. Hakuna mtazamo wala maono yoyote ndani yake. Ni jitu limeharibikiwa. Ndicho nachokiongea asubuhi ya leo kwa ajili ya kuweza kutambua. Sasa leo tunapoingia kwenye maombi, tunaenda kurejesha kwanza vile vipawa, zile nyota. La pili, tunamuomba yule ambaye ameshika vinara 7, ameshika nyota 7, ameshika roho 7 za Mungu, atuachilie roho ili turudishe mstari pale tulipokuwa, na ndipo utaona wepesi kumtumikia Mungu, kwa sababu furaha yako itakuwa katika kumcha Bwana. Furaha yako itakuwa katika kumheshimu Bwana. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 anasema, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hupenda maisha yao hata kifo. Hawaogopi. Natamani ushike hiyo mawazo. Kufa ni Kristo, kuishi ni faida. Kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Natamani moyoni mwako ndio unakaa, ukijua kwamba ndani yako kuna vipawa Mungu ameviachilia vikubwa, na Mungu anategemea siku moja atatoa hesabu kwa ajili ya vipawa hivyo. Kwa usimruhusu adui akakuibia. Haleluya. Tusimame.
neno la hekima. Baba, nahitaji kupitia neno hili nikaanze upya maisha yangu. Ninajua wewe ni uwezo wa yote, wewe ni mpaji wa mbingu na nchi, hujawahi kubadilika. Asubuhi hata jioni, rehema na fadhili zako ni mpya kwa wakuchao, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo, roho yoyote ambayo imezika uchumi wangu, ninaamuru leo fufuka kwa jina la Yesu. Ile roho imeiba fedha zangu, imeiba uchumi wangu, ninaamuru achia uchumi wangu, achia mafanikio yangu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, aina yoyote ya nguvu za giza ambayo imetia nanga uchumi wangu, ninaamuru achia kwa moto, achia kwa moto katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, aina yoyote ya fedha ambao adui amenipa ili kuzuia fedha za baraka zako, ninaikana fedha hiyo, ninaifuta kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nainua mikono yangu juu. Bwana, naomba usafishe upya, naomba ikawe ya baraka. Laana zozote za kutaka au kutokutaka, za dhambi au jambo lolote ambazo zimechafua baraka, zimechafua neema katika mikono yangu, ninaamuru hizo laana futika kwa damu ya Yesu, futika kwa damu ya Yesu, futika kwa damu ya Yesu, futika kwa damu ya Yesu. Baba, umesema kwa mikono hii nitakutumikia, na wewe ndio unanipa uwezo wa kupata utajiri. Roho yote ya umaskini katika eneo langu la maisha, ninaamuru kufa leo. Si kwa wewe, ninafufuka mimi katika jina la Yesu. Baba yangu, Baba yangu, kwa jina la Yesu wa Nazareti, Baba, katika jina la Yesu, ninaomba jina langu, mikono yangu, biashara yangu, kazi yangu haitaandika chochote katika kushindwa, katika kuangamia, katika kufa kiuchumi, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, ninaomba ukapate kuokoa fedha zangu kutoka mikono yoyote ya matamko ya kishetani kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nguvu yoyote inaokandamiza uchumi wangu na maisha yangu ya kiroho, kwa mamlaka ya jina la Yesu, angamia leo, shindwa milele kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba mti wowote, roho yoyote ya uzito, ya uzembe, ya kupoteza muda, ya kukata tamaa, ninaiamuru kufa wewe, sifi mimi, kwa jina la Yesu. Katika leo, angamia milele kwa moto, kwa jina la Yesu. Baba yangu, Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo ukanifungulie wema wako, ile benki ulioweka kwa ajili yangu, kwa ajili ya nyota zangu, kwa ajili ya roho za Mungu kwenye maisha yangu. Bwana, iachiliwe leo. Mkono wote wa uovu ungua moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba yangu, Baba yangu, ninaomba aina yoyote ya uovu, nguvu zozote za giza ambazo zimezuia baraka zangu kwa miaka mingi, leo ninakata vipande vipande, nami napita, ninasonga mbele. Uchumi wangu unarudi, afya yangu inarudi, maisha yangu yanarudi katika jina la Yesu. Baba, ninanyosha mikono, naomba zile roho saba, rebo Zakaria, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya kumcha Mungu, roho ya hofu ya Mungu, roho ya uweza, roho ya kutii wewe, ishuke kwenye maisha yangu. Baba, ninaomba rejesha furaha ya Bwana ndani ya maisha yangu, rejesha furaha ya Bwana katika kila nalofanya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, ninakataa roho ya madeni, ninakataa roho ya madeni iliyojitengeneza kwenye uchumi wangu katika jina la Yesu. Naamuru roho ya madeni
katika vipande vipande kwa jina la Yesu. Naamuru roho ya madeni katika vipande vipande katika jina la Yesu. Naamuru roho ya madeni katika vipande vipande katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa maana unasikia maombi. Wewe ndiye unayejibu dua. Leo ninaomba mimi sihesabiwi pamoja na walio hai lakini wamekufa. Ninahesabiwa pamoja na walio hai na wako hai katika jina la Yesu. 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 Amen. Haleluya. Ingia sasa kwenye maombi binafsi. Ingia na Mungu wako alichokuleta asubuhi. Kumbuka omba vipawa. Usiombe mkate. Mkate unapata kipawa kitakupa mkate. Omba kipawa. Mungu akupe kufanya jambo jipya. Omba roho ya maarifa, omba roho ya hekima, omba roho ya connection na Mungu atakusaidia. Ombea pia kanisa. Yeyote anaweza kukumbuka Mungu mbele za Bwana. Ombea taifa la Tanzania kwa ajili ya amani katika jina la Yesu. Rabose keleva shiroza. Rega magazini robo shirika ni roboza. Rago bakare robo shirika. Rega bakare robo shirika roboza. Rege bakare robo shirika roboza. Roga bakare robo shirika roboza. Rogo bakare robo shirika roboza. Rega bakare robo shirika roboza. Rico bakare robo shirika robo. Ramosa kare robo shirika robo. Mekare robo shirika robo. Rika bakare mosa kare robo shirika. Baba, ninaomba roho ya uponyaji katika huduma hii. Muujiza, roho ya watu kuinuliwa, watu kufunguka, kashuka kwenye kazi hii katika jina la Yesu. Roho ya muujiza Bwana, roho ya matendo ya ajabu, roho ya watu kufanikiwa, roho ya watu kuinuliwa katika muujiza. Ninaomba matendo ya muujiza kwenye huduma. Ninaomba Bwana roho ya uponyaji, roho ya imani, shuka katika huduma hii. Shuka katika Success of Christ Ministries. Baba, achilia roho ya imani, achilia roho ya kutenda muujiza, achilia roho ya uponyaji katika jina la Yesu. Baba, achilia roho ya muujiza, achilia roho ya uponyaji, achilia roho ya kutenda muujiza katika jina la Yesu. Baba, ninaombea washirika wote wa vijana wale ambao Bwana amewaleta. Naomba ulinzi, wape kibali kwenye masomo yao, wape kibali kwenye maisha yao, waepushe na wale vibaya Bwana tu. Naomba neema Bwana kwa ajili ya washirika wote wale ambao ni wenyeji Bwana, wape neema ya kusimama katika wokovu. Ondoa matumbuko ya maisha ambayo yanawafanya washindwe kutulia. Wape utulivu Bwana, wape utulivu Bwana, wape utulivu Bwana, wape utulivu Bwana, wape utulivu Bwana katika jina la Yesu. Baba, onekana kwa ajili ya vijana na leo, onekana kwa ajili ya wazee. Yoyote ambaye ni mgonjwa, pokea moto wa uponyaji ndani yako. Yoyote ambaye ni mgonjwa, pokea moto wa uponyaji katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru, wewe ni mwema. Tunaliombea taifa la Tanzania, tunatamka amani juu ya taifa la Tanzania. Bwana nikumbuke, Bwana karejea. Baba, tunakataa roho ya kumwangalia, tunaifuta kwenye udongo wa roho.